Mkutano wa Africa Forward Summit uliowaleta pamoja zaidi ya wakuu wa nchi 30 pamoja na maelfu ya wajumbe wa kimataifa jijini Nairobi wiki hii umeibua maswali mapya kuhusu mradi mkubwa ambao Rais William Ruto aliahidi ungebadilisha Kenya kuwa kitovu cha mikutano mikubwa barani Afrika. Mkutano huo ulitarajiwa kufanyika katika ukumbi mpya wa kimataifa wa mikutano Bomas, lakini kutokana na mradi huo kutokamilika kwa wakati ukafanywa KICC. Rais amebadilisha lugha sasa katika taarifa ya Ashley Atieno. Ni hiyo iliyojawa na shime na ikatundika matumaini makubwa. That by April next year we will have built the largest conference facility in East and Central Africa. Kupitia mradi huo wa mabilioni ya fedha, serikali ililenga kuifanya Nairobi kuwa kitovu kikuu cha mikutano ya kimataifa barani Afrika. Mradi wa Bomas International Convention Complex ulipangwa kuwa na uwezo wa kuwahudumia zaidi ya wajumbe 10,000, ukumbi mkuu wa watu 5,000, ukumbi mwingine wa watu 3,500, eneo maalum la usalama wa juu kwa wakuu wa nchi 30 kwa wakati mmoja, hoteli za kifahari, maeneo ya biashara, kumbi za hafla pamoja na vyumba kadhaa vya mikutano. Kwa Rais Ruto, mradi huo haukuwa tu kuhusu ujenzi, ulikuwa ishara ya kuanza kwa enzi mpya nje ya utegemezi wa KICC. I have given a timeline that we must begin to use that facility and begin to make money from that facility from May next year. Yes. Kwani mtafikiri tutafikisha trilioni moja hao? Si lazima tufanye mambo. Serikali ilikadiria gharama ya mradi huo kuwa kati ya shilingi bilioni 31 hadi 42, huku maelfu ya wafanyakazi wakifanya kazi usiku na mchana kuharakisha ujenzi. Mradi huo pia ulitarajiwa kuifanya Kenya kuwa kitovu cha sekta ya mikutano ya kimataifa maarufu kama MICE Tourism, huku Nairobi ikishindana na majiji mengine ya Afrika kuvutia hafla kubwa za kimataifa. Na miongoni mwa hafla zilizotarajiwa kufanyika katika ukumbi huo mpya ilikuwa Africa Forward Summit. Lakini mkutano huo ulipoanza jijini Nairobi mwezi huu, wajumbe walielekezwa KICC pamoja na chuo kikuu cha Nairobi badala ya Bomas of Kenya. Licha ya ahadi ya kukamilika mwezi Aprili, ujenzi wa BICC bado haujakamilika, huku ripoti zikionyesha kuwa kazi imefikia kati ya 35% hadi 40% pekee. Na mnamo tarehe 11 Mei mwaka huu, Rais Ruto alilazimishwa kubadilisha tena ratiba ya mwisho wa ujenzi. In support and complement what the UN family is doing here, expanding conference facility, the government of Kenya is also building a conference facility to complement what you are building here in Bomas of Kenya, which will be ready in the coming months, maybe by September this year. Hata hivyo, kucheleweshwa kwa mradi huo sasa kumeibua maswali kuhusu uwezo wa serikali kutimiza ahadi zake kubwa ndani ya muda uliopangwa. Wakosoaji wakisema kuwa tofauti kati ya ahadi na utekelezaji inaendelea kuonekana wazi.